Kauli ya mbunge wa zamani wa Arusha mjini na kiongozi wa Chadema, Godbless E.J. Lema, imeibua mjadala mpana katika mitandao ya kijamii na midahalo ya kisiasa baada ya kugusia kile alichokiita mipango ya aibu kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema, Tundu Lissu. Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, Lema alitoa maoni yaliyoibua maswali mengi miongoni mwa wafuasi na wakosoaji wake, akionyesha wasiwasi wake juu ya mwelekeo wa haki na namna taasisi za dola zinavyoshughulikia masuala ya kisheria yanayohusu viongozi wa kisiasa. Katika ujumbe wake, Lema alieleza hofu yake kuhusu kile alichodai kuwa ni mwenendo usioridhisha katika shauri hilo, akitaja kwa ujumla uwezekano wa kuwepo kwa mazingira yasiyo ya kawaida katika mchakato wa kesi. Hata hivyo, madai hayo yamebaki kuwa maoni yake binafsi na hayajathibitishwa mahakamani. Kauli yake ilichukua mkondo wa kinadharia na kifalsafa, akieleza kwa lugha ya taharuki na tashbihi kwamba huenda historia siku moja ikaangalia kipindi hiki kama wakati ambao jamii ilikumbwa na hali ya sintofahamu ya pamoja. Alitumia taswira ya kejeli kuonesha kile anachokiona kama hali ya wananchi kuendelea na maisha ya kawaida, huku akiamini kuna mambo mazito yanayostahili kuhojiwa. Sehemu ya mwisho ya kauli yake iligusa maswali ya kifalsafa kuhusu uhalisia wa hali inayoendelea, akionyesha kiwango cha mshangao na kutoamini kwake. Wengi wameitafsiri kauli hiyo kama ishara ya tahadhari kwa jamii kuhusu umuhimu wa kufuatilia kwa karibu masuala ya haki, utawala wa sheria na uhuru wa kisiasa. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho kesi ya Tundu Lissu inaendelea kuvuta hisia za wadau wa siasa, wanaharakati wa haki za binadamu na sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Wapo wanaomuunga mkono Lema wakisema ametoa kilio cha tahadhari, huku wengine wakisisitiza kuwa mchakato wa mahakama unapaswa kuachiwa uendelee bila shinikizo la kisiasa au maoni ya nje. Kwa namna yoyote ile, mjadala uliozuka unaakisi mgawanyiko wa maoni ndani ya jamii kuhusu masuala ya haki na siasa. Wakati kesi ikiendelea kupitia hatua zake za kisheria, macho ya umma yataendelea kuelekezwa mahakamani kusubiri mwenendo na maamuzi yatakayofuata.